Tunafanya maadhimisho ya 6 kiulimwenguni, lakini kwa Tanzania pia, ila katika nchi yetu ya Tanzania Mwanza ni kwa mara ya kwanza. Na kufanyika Mwanza ni muktadha kabisa, kwa sababu Mwanza ni makazi ya mwambao wa Ziwa Victoria, ambapo maisha na shughuli za jamii kubwa katika ukanda wa Ziwa Victoria zinategemea maji. Na tangu Umoja wa Mataifa ulivyoamua kwamba siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 iwe ni siku ya kimataifa ya kuzuia kuzama maji, shirika la EMEDO tulibeba hilo jukumu na tukaendelea kuhamasisha wadau mbalimbali, kuanzia serikali na taasisi zisizokuwa za serikali, mashirika na kila mdau, ili tuweze kulichukulia maanani hili swala na tuweze kuhakikisha kwamba swala la kuzama maji au vifo vinavyotokana na kuzama maji linapungua. Ziwa Victoria linategemewa na wadau wengi sana, lakini ukiangalia shughuli za uchumi, huwezi kuongelea shughuli za maendeleo ya kiuchumi bila kutaja nini? Uvuvi. Zaidi ya watu 100,000 wanajishughulisha na maisha ya kiuchumi kwa shughuli za uvuvi, na hiyo kwa upande wa Tanzania pekee. Tuna wavuvi zaidi ya 100,000 upande wa Ziwa Victoria. Na utafiti umebaini kwamba kuna vifo vingi ambavyo vinatokana na kuzama maji. Takwimu za vifo vinavyosababishwa na kuzama maji, bado ukusanyaji wake upo hafifu. Sasa wewe fikiria kama tungekuwa kweli tunakusanya zile taarifa kiukamilifu zote kila baada ya saa moja, kungekuwa kuna vifo vingapi vinavyotokea vinavyosababishwa na kuzama maji. Ukiangalia sasa katika hizi takwimu kutoka Umoja wa Mataifa, watu 300 wanapoteza maisha kwa kuzama maji. Lakini ukiangalia asilimia 90 ya hivi vifo vinatoka katika nchi zenye uchumi wa kati, lakini pia kwenye uchumi ambao ni wa chini. Kwa nini tunaadhimisha tarehe 25 Julai kama siku ya kimataifa ya kuzuia kuzama maji? Ni kwa sababu tunaitumia hii siku kuongeza uelewa katika jamii. Lake Victoria Drowning Prevention Project ni mradi ambao unaendelea mpaka sasa hivi kutekelezwa kwenye maeneo ambayo tutayaona huko mbele. Masuala makubwa ambayo yalijitokeza sasa, ambayo yalitusukuma kuanza huu mradi, ni pamoja na changamoto za upepo. Maeneo mengi hasa ambayo ni ya wazi yana upepo mkubwa sana, ambapo hii inakuwa ni changamoto kwa wavuvi, na ukizingatia vyombo ambavyo wanatumia ni vya kawaida, na sasa hivi kwa sababu ya changamoto ambao ngumu, vyombo vingi ni vya kawaida, kwa hiyo inapokutana na upepo mkubwa inakuwa ni changamoto. Lakini pia tulibaini eneo zima, tunasema governance, maana yake hapo ni utendaji kazi wa mifumo iliyoko kwenye jamii. Na kwenye muktadha wa sekta ya uvuvi tunazungumzia BMU, serikali ya kijiji na maafisa uvuvi walioko ngazi ya chini. Hao wote wanatekeleza mwongozo wa BMU ambao unasaidia masuala ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi, lakini na mambo mengine. Sasa tulibaini pia kulikuwa na changamoto kubwa ya utekelezaji wa huo mwongozo kwenye hizo BMU, ambayo ilikuwa inapelekewa pia na uelewa, kukosa mafunzo, migogoro ya mara kwa mara kati ya BMU na viongozi kule chini. Hiyo yote inasababisha sasa ule usimamizi hata wa zile sheria ndogo ndogo kuwa ni mgumu. Na matumizi ya vifaa vya usalama kwenye maji pia, hizi life jacket na vifaa vingine, utumiaji wake sio mkubwa sana, pamoja na kwamba sheria zinawataka watumie, lakini bado kuna idadi kubwa ya wavuvi ambao wanaenda ziwani wakiwa hawajavaa hizo life jacket. Upatikanaji wa taarifa za utabiri wa hali ya hewa, pia masuala ya tabia, kwenda ziwani wakati mwingine mtu amelewa. Hivyo vyote kwa ujumla wake tunasema ni sababu ambazo zinapelekea wavuvi wengi kupoteza maisha. Na tunapozungumza wavuvi kupoteza maisha, labda pia tupate picha. Inawezekana mtu anaweza kafikiria tu labda kile chombo kuzama chote kwa pamoja. Kuna kesi nyingi sana za wavuvi mmoja. Nipende kuwashukuru pia shirika la EMEDO kwa kuweza kuandaa warsha hii. Kama ambavyo mkurugenzi ametoka kuzungumza hapa, nimegundua kwamba ina mafunzo muhimu sana, hasa kwa sisi wakazi ambao tunakaa kando ya ziwa. Pia nipende kuipongeza ofisi ya Waziri Mkuu
pamoja na wadau walioshiriki katika kuandaa warsha hii, ambayo kukutana kwetu leo kunaadhimisha dhamira ya pamoja ya kuimarisha ushirikiano, kubadilishana uzoefu na kuweka mikakati madhubuti ya kupunguza vifo na ajali ambazo zinatokana na kuzama maji. Utambua kwamba mkoa wa Mwanza uchumi wake kwa kiasi kubwa unapatikana kupitia ziwa. Hapa tunazungumzia wavuvi, tunazungumzia usafiri, kuna biashara ya utalii. Lakini eneo hili la ziwa au eneo la maji limekuwa na changamoto mbalimbali, ambao kama tueleza ni ajali za majini ambazo zinawakumbwa wale wanasafiri katika maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wale wanaofanya shughuli za uvuvi, hata wale wanaofanya utalii katika maeneo mbalimbali ya ziwa. Kwa hiyo hii inatupelekea kuona kuna umuhimu wa kuwekeza juhudi zetu katika kukinga, kutoa elimu, uratibu na kuangalia uzingatiaji wa viwango vya usalama katika matumizi ya ziwa. Hivyo basi serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha usimamizi wa maafa na usalama wa wananchi. Katika hatua hiyo kumekuwepo na uandaaji wa mpango kazi wa taifa wa kuzuia kuzama maji ambao ni miaka 5 wa kuanzia 2026 2031, ambao huu mpango unaweka misingi mizuri ya uratibu wa kitaifa na utekelezaji wake unalenga kuleta matokeo. Ndugu washiriki, warsha hii inatoa fursa ya kutathmini mafanikio yaliyopatikana, kubaini changamoto zinazoendelea kujitokeza na namna ya kukabiliana nazo, kuhusu hatua za kuimarisha utekelezaji wa programu. Hivyo ni matumaini yetu kwa matokeo ya warsha hii yanapaswa kuimarisha uratibu katika taasisi za serikali, washirika wa maendeleo, sekta binafsi na jamii, ili rasilimali zilizopo ziweze kutumika kwa ufanisi. Benedicto Kayanda ni mwenyekiti wa taasisi ya BMU Gosba. Nimesimama hapa kwa dakika chache nilizopewa niweze kushare na nyie kwa kile ambacho kimekuwa kikifanywa na taasisi ya EMEDO katika kata yetu. Ndugu zangu, kwanza niwashukuru sana EMEDO kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya kwenye maeneo ambayo ni hatarishi kuja kwetu visiwani kutupa elimu. Niseme kwamba tu kifupi, elimu yao imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana, hasa sisi ambayo utafutaji wetu upo katika visiwa. Binafsi nimesimama kutoa ushuhuda wa matukio kadhaa ambayo yamewahi kutokea. Iko vizuri, inasikika? Pale kwetu Gosba tulikuwa tunapata matatizo kila baada ya siku, kwa sababu eneo letu limekaa vibaya sana, kwa sababu upepo muda wote unakuwa unapiga mara kwa mara. Kwa hiyo hawa ndugu zetu walipokuja pale kutoa elimu, na sisi tukakaa na serikali ya kijiji tukashirikishana, tukaona ni maeneo gani ambayo tunaweza tukawekea nguvu. Tukagundua jamii yetu ambayo inafanya kazi kubwa sana ya uvuvi, kuna mapungufu ambayo yapo, hasa kwenye vyombo ambavyo vinatumika kwenda ziwani, vinakuwa vinatengenezwa kwa miti ambayo sio salama sana, sio migumu, lakini watu wenyewe wanaokwenda kufanya zile kazi wanatumia vilevi vikali. Kwa hiyo pia ikawa ni changamoto, kwa tukajitahidi sana kuzungumza nao. Kifupi ni kwamba imetusaidia kwa kiwango kikubwa. Nimekuwa nikipokea taarifa mbalimbali pale kwenye ofisi yangu. Kuna mwenzetu mmoja ni mvuvi, wakati anaendesha ile mashine huwa ina tabia mtu anasinzia. Kwa bahati mbaya akawa amedondoka kwenye maji na ile propela ikapita kwenye kichwa. Ilipomkata, bahati nzuri sana alikuwa amevaa life jacket. Alidondoka kwenye maji, lakini life jacket ilimrudisha juu. Kwa hiyo ndugu zake wakawa wamerudi wakamsaidia, na ile taarifa tukaipata ofisini kwetu. Tukasema kumbe life jacket inabidi tuendelee kuweka nguvu zaidi. Lakini hilo lilikuwa ni tukio la kwanza. Lakini tukio la pili, kuna mwenzetu pia alichukuliwa na wenzao akarushwa kwenye maji kwa makusudi. Yaani ni watu tu, unajua kule unaweza ukaenda na watu hata msiofahamiana nao. Kwa hiyo wale wawili walikuwa wanafahamiana, lakini mmoja ndo mtu wa pale kambini, wakasema twende ziwani. Wakaenda wamefanya kazi, wakawa wamepata sangara wengi. Kwa hiyo wale wawili wanaojuana wakaingia tamaa.
wakasema kwa nini huyu tusimwache huyu? Basi wakaongea pale, walikuwa wanaongea wao lugha moja. Kwa hiyo anasema wakaja wakamchukua wakamwambia mzee, wewe itabidi ubaki hapa, sisi tunaondoka. Na bakije wanasema utabaki hapa, hakuna namna. Yeye akahisi kama utani, wakamnyenyua wakamrusha kwenye maji. Kwa bahati nzuri alikuwa amevaa lile, kuna zile nguo wao wanaita chakachaka, lakini kwa ndani alikuwa na life jacket. Kwa alibaki pale akiwa anahangaika, na baadaye akaja kusaidiwa na watu ambao walikuwa wanatokea Mwanza. Wakampata wakamrudisha kwenye kisiwa chetu. Kwa hiyo ile pia tena ikaendelea kutupa nguvu, kumbe asingekuwa na life jacket huyu, kuna uwezekano mkubwa angepoteza nini? Maisha. Lakini tukio la tatu, kuna wavuvi wenzetu walitokea Mwanza, walikuwa kuna MV Wandigi, kuna mitumbwi inaitwa Wandigi hapa. Na wao pia walipita pale kwetu. Tukawa tumemlazimisha sana Wandigi, tukamwambia huu mtumbwi hautoki hapa mpaka ununue life jacket. Akatuma hela life jacket, wale watu tukawapa, wakaondoka. Lakini katika wale mmoja ndo alienda amevaa. Wengine tukawaambia mvae life jacket ndo mtoke hapa, lakini wakachukulia tutavaa tu, bado tuko mwaloni. Baadaye wakawa wameondoka. Wamefika pale mbele wakavamiwa na majambazi. Walivyotishiwa kukatwa upanga, wote wakaruka wakaingia kwenye maji. Na wale watu wakachukua ule mtumbi wakaondoka. Kwa hiyo wakabaki hawana chombo. Aliyefanikiwa kuokolewa ni yule alikuwa amevaa nini? Lakini wengine wote walipitiliza. Hii inatupa tafsiri gani? Maana yake kuvaa life jacket inasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Isipokuwa elimu ambayo imetakiwa tuendelee kuitoa ni kwamba watu wanajua life jacket ni life jacket tu, lakini zinaendana na uzito. Nafikiri hiki ndio bado watu hawajakielewa vizuri. Kwa kushirikiana na wenzetu hao wa EMEDO, serikali ya kijiji na sisi kama taasisi ya BMU, tumekuwa tukiendelea kutoa hiyo elimu, watu wajue namna ya kuvaa life jacket na uzito walionao.